Leo tunaendelea na muendelezo wa tafsiri ya pesa, ikiwa ni sehemu ya pili au wazungu wanasema part 2. Sasa kipindi kilichoisha Mr. Dula, wakati tunaongelea historia ya pesa tangu ilipoanza, tulianza na zama za uwindaji ambapo pesa yao walikuwa wanatumia ni skills na energy, au kwa Kiswahili tunasema walikuwa wanatumia ujuzi na nguvu. Lakini pia tukaja kwenye zama za kilimo, bado kilichokuwa kinaendelea kutumika kama pesa kwa kipindi kile ilikuwa ni skills na energy, japo kwa sababu walihama kutoka kwenye zama za uwindaji mpaka kuja kwenye zama za kilimo, ilibidi ili uendelee kubaki katika mfumo wa pesa, ilibidi uweze kuhamisha ule ujuzi wa kutoka kwenye kilimo na uweze kuhamia kwenye ujuzi wa kutoka kwenye uwindaji na uweze kuhamia kwenye kilimo. Sasa katika kipindi kilichopita tuliishia kwamba kwenye nani ya kilimo, kwenye zama za kilimo tuliishia kwenye kile kipindi ambacho kilifikia wakawa wanafanya ile trade by barter, wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Sasa kipindi cha leo tutakwenda kuendelea na sehemu tulipoishia pale ambapo walikuwa wanabadilishana bidhaa kwa bidhaa, au kwa Kiingereza wanasema ni trade by barter. Sasa kwa kipindi kile trade by barter ilikuwaje Mr. Dula? Trade by barter ilikuwa ni kwamba walikuwa wanabadili, yani ulikuwa unachukua kile ulichonacho unaenda unakipeleka sokoni ili uweze kupata unachokihitaji. Yani unachukua kwanza ulichonacho unakipeleka sokoni ili uweze kupata kitu unachokihitaji, lazima kuwe kuna kitu unacho kwanza. Yani ulikuwa uwezi kwenda sokoni mikono mitupu. Kwa mfano kama tunavyoona leo hii, mtu anataka apate zile sarafu au tunasema au zile noti, anataka apate noti for free, wakati hata kipindi kile cha zama za kilimo ilikuwa inatakiwa uende na kitu sokoni. Yani ili uweze kupata unachokihitaji lazima kuna kitu uende nacho. Sasa katika zama za trade by barter, changamoto walizokutana nazo ilikuwa, kwa sababu kwanza kabla hatujaenda kwenye changamoto, leo hii ukija kuangalia, juzi nilitolea mfano wa figo. Nikasema Bwana Dula una figo ngapi? Ukasema 2, kwamba ili uweze kuishi unahitaji figo hii moja. Kwa hiyo ukija kuangalia leo hii sisi hapa tuna vitu vingi sana ambavyo tunavyo, lakini tunashindwa kuvitumia kupata vitu ambavyo tunavihitaji. Kwa mfano naweza nikakwambia kwamba andika vitu 10 ambavyo unavihitaji. Sawa? Alafu ukishaandika vitu 10 ambavyo unavihitaji, alafu vitu 10 ambavyo ulivyo navyo, alafu andika vitu 10 unavyovihitaji. Kwa mfano, nitakupa mfano mdogo. Ukishaorodhesha vitu 10, ni vitu gani vinahitaji ili upate kazi? Ili upate kazi unahitaji uwe na qualification fulani, si ndio? Ili upate kazi unahitaji uwe na muda. Ili upate kazi inabidi uwe na ujuzi au na taaluma. Ili upate kazi unahitaji uwe na nguvu. Hivyo ni vitu ambavyo mtu anavyo, lakini anashindwa kutambua kwamba nina kitu fulani naweza nikabadilishana na kitu fulani nikapata pesa. Kwa mfano leo hii pia, ili upate kazi, kuna vitu, ili upate pesa unahitaji uwe na kipaji. Kuna watu wanacheza mpira, si ndio? Unahitaji uwe na talent, lakini watu wanashindwa kuvidiscover, hivyo wanabaki kusema kwamba mimi sina kazi. Wakati ukija kuangalia mtu ana vitu vingi sana ambavyo anaweza kubadilishana na watu wengine akaweza kupata kazi. Lakini sasa tunaendelea kwenye hii trade by barter, ilikumbana na changamoto nyingi sana. Hapa bado tunaendelea na historia ya fedha. Ilikutana na changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza iliyokutana nayo Bwana Dula ilikuwa ni wanasema need differential, the need differential. Yani unakuta kwamba mimi ili nije sokoni na kuja na let's say nahitaji mahindi, si ndio? Alafu nikija sokoni na kuja na viazi ili nipate mahindi. Lakini yule aliyekuja na mahindi hahitaji viazi, umeona? Anahitaji mchele. Kwa hiyo itanibidi sasa kwanza mimi niende nikatafute mtu anayehitaji viazi ili tuweze kubadilishana, naweza kupata mahindi afu nije kubadilishana na huyu. Kwa hiyo nakuta kwamba watu ndio wapo sokoni, lakini kinachokosekana ni kile mtu anachokihitaji ili uweze kubadilishana na uweze kupata kitu kingine. Kwa hiyo nayo ilikuwa changamoto mojawapo. Lakini changamoto nyingine ilikuja kwenye the value differential. Yani kwamba mtu ikawa inafikia stage mtu anaona kwamba kile alichonacho kina thamani kubwa kuliko alichonacho mwenzake. Kwa mfano mimi naweza nikawa nahitaji ng'ombe, si ndio?
alafu wewe una mahindi unahitaji ng'ombe. Kwa hiyo tukawa tunazozana, bwana mimi ng'ombe wangu ana thamani kubwa, wewe lazima unipe magunia 20. Wewe magunia 20 yote alafu mimi nikupe ng'ombe. Umeona? Kwa hiyo yote hiyo ikawa ni changamoto, tukawa hakuna kile kitu ambacho kinaweza kupima thamani halisi ya bidhaa ya mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo bado ikawa inaonekana kuna kitu kinapwaya sokoni. Lakini sababu nyingine, changamoto nyingine iliyokuja kuikumba hii Trade by Barter, changamoto ya tatu ilikuwa ni wanasema ni mobility limitation, changamoto ya usafiri. Kwa sababu ili uweze kwenda sokoni lazima utatumia usafiri kwenda sehemu fulani. Ndio pale wakasema, kuna msemo kwamba unasema kwamba necessity the mother of invention, kwamba umuhimu wa kitu unapokuja huwa inatokea watu wanaweza kugundua vitu vingine. Kwa hapo ndo watu wakaanza kugundua usafiri, kama wakaanza kutumia punda, farasi wakaanza kutengeneza treni hivyo mpaka ikafika leo tunatumia magari. Kwa hiyo bado, lakini kwa kipindi hicho ilikuwa ni kama nini? Ni kama changamoto. Lakini changamoto nyingine sasa ambayo ilisababisha kuweza kuzaliwa zama nyingine ilikuwa ni storage, yani kwamba wakawa wanashindwa kutunza. Kwa mfano, umelima nyanya eka 10, unazitunzaje ili ziendelee kukaa na ubora ule ili ziendelee kutumika kwa matumizi mengine. Na hapo sasa kupitia kwamba wakawa wanakosa, kwa mfano kutunza, kuna matunda kama nyanya, kuna matunda kama maembe, hizi wanaita ni perishable goods, ni bidhaa ambazo huwezi kuzitunza kwa muda mrefu kama hauna vifaa vya kuvitunza kwa muda mrefu. Na hapo sasa ndo zikaja kuzaliwa zama za viwanda. Mpaka hapa Dula bado hatujazungumzia noti. Yaani mpaka hapa bado hatujafika kwenye ile pesa ambayo wanaita leo hii pesa, ile currency, bado hatujafika. Sasa kwenye kipindi cha Trade by Barter, kilichokuwa kinatumika tena sio skills na energy kama pesa yao. Kilichokuwa kinatumika kama pesa ni kila kitu ulichonacho ili uweze kupata unachokihitaji, ile ndio ilikuwa pesa yao. Yaani kile kitu unachokimiliki ili uweze kupata unachokihitaji ndio ilikuwa pesa yao. Bado hatujafika kwenye ile noti. Kwa hiyo baada ya kupitia hizo nyakati ndio ikaja kutokea zama za viwanda, na zama za viwanda zilileta mapinduzi makubwa sana. Katika zama za viwanda, Bwana Dula, kitu kikubwa kilichoweza kuzaliwa katika zama za viwanda, kimojawapo ilikuwa ni elimu. Hii elimu leo hii tunayoiona ilikuja kuzaliwa kwenye zama za viwanda. Sasa nini kilifanyika mpaka wakaja kuzaa elimu? Walikuwa kipindi kile cha zama za kilimo kulikuwa kuna watumwa. Kwa wale wenye mashamba makubwa walikuwa wana watumwa wao. Sasa wale wakawa wanakusanya wale watumwa ambao wana akili, kwamba tunawezaje kutunza nyanya zikakaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kukaa kuna watumwa kwamba wanasema kwamba tunaweza tukachukua nyanya tukazisaga tukabadilisha zikawa tomato, na tomato ikawa inakaa kwa muda mrefu sana. Umeona? Kwa wale wakawa ni watumwa ambao wanaonekana wana akili. Kwa hiyo sasa wale wenye mashamba wakawa wanachukua watumwa mbalimbali ambao akili yao ipo, wana akili kidogo, wakawa wanawakusanya. Sasa baada ya kuwakusanya wale, ndo wakaanza kutengeneza mfumo kama wa shule. Wanaanza kuwatrain sasa ili waweze kutunza zile bidhaa zao ambazo wanakuwa wamezilima. Na hapo sasa tunakuja kugundua kwamba kumbe shule haikuletwa kukufundisha ili uwe tajiri. Shule ililetwa ili kuwafundisha watumwa waendelee kuwa watumwa, lakini kuwabadilisha kutoka kwenye utumwa wa kulima shambani, sasa hivi wahamie kwenye utumwa wa viwanda ili waendelee kutunza bidhaa za mabosi wao. Na hapo ndipo ilipokuja kuzaliwa shule. Na leo hii ukitaka kugundua hilo, kwa mfano leo hii tuna madaktari. Daktari wa swali la kujiuliza, daktari wa kwanza alifundishwa na nani? Yaani daktari wa kwanza ule alifundishwa na nani, kwamba udaktari unatakiwa 1 2 3, na aliyemfundisha ule daktari alikuwa qualified na nani, kwamba huyu anafaa kuwafundisha madaktari. Tukija hivyo hata kwa wanasheria, tuna wanasheria leo, wanasheria nguli. Mwanasheria wa kwanza alikuwa nani, na aliyemfundisha mwanasheria ni nani, na aliyemcertify kwamba huyu mwanasheria anafaa kumfundisha mwanasheria ni nani. Kwa hiyo unakuja kugundua kumbe hizi zote ni binadamu walikaa wakatengeneza syllabus, kwamba ili tuweze kufundisha kozi fulani natakiwa tuwe na vitu 1 2 3, ambavyo leo hii hata Dula wewe mwenyewe unaweza ukaamua kwamba mimi leo hii nataka watu wasome kitu fulani,
ukatengeneza silabasi yako na watu wakakifuata, wakakisoma. Yes, mpaka hapo bado hatujafika kwenye noti, hatujafika kwenye sarafu, hatujafika kwenye currency. Bado kinachoendelea kutumika hapa sasa, ilibidi waweze kuhamisha ujuzi kutoka kwenye kutumia ujuzi wa shambani kuja mpaka kwenye ujuzi wa viwandani. Na ukumbuke kipindi kile mashambani walikuwa wanadili, tukirudi nyuma kidogo kwenye zama za uwindaji, walikuwa wanadili na vitu ambavyo vilikuwa juu ya ardhi, ambavyo walikuwa ni wanyama wanawakimbiza. Lakini tulipokuja kwenye kulima, wakawa wanadili na vitu ambavyo unaweza ukachimba kidogo, ukaweka bidhaa zako, ubini ukaweka labda ni nyanya au ni nini, ukalima. Lakini sasa hivi kwenye zama za viwanda wakaanza sasa kugundua mpaka kwamba kuna kitu kingine, kumbe kuna dhahabu. Kadiri unavyochimba chini zaidi kuna dhahabu, kadiri unavyochimba chini zaidi kuna maji, kadiri unavyochimba chini zaidi unapata vitu ambavyo vina thamani kubwa sana. Yote ilitokana baada ya mambo ya viwanda. Baada ya mambo ya viwanda, na viwanda vilikuja baada ya tatizo la storage huku, kwamba vitu vyetu tunavitunza vipi? Umeona? Sasa na katika zama za viwanda ndio ikaja kuzalishwa kwamba ikaonekana ili hawa watumwa, kwa sababu tumeshawafundisha tayari, sawa, wana ujuzi, ili wasiondoke itabidi tuanze kuwalipa. Na ndipo hapo ukaja ukazaliwa mfumo wa watu kuajiriwa na kulipwa mshahara. Kwa hiyo ukija kuangalia zaidi, Mr. Dula, wewe hakuna mtu ambaye anaweza kukulipa kiwango chako halisi unachohitajika kulipwa kazini. Hayupo. Ila kinachohitajika, kipindi kile kulikuwa analipwa wages. Wages ni mshahara wa kama watumwa. Yaani wages ni kwamba ukifanya kazi leo tunakulipa, usipokuja haulipwi. Kwa hiyo ndo sasa hivi wamehamisha, imekuwa kama ni mshahara tunakulipa, lakini yote ile ilitoka huku kwa watumwa. Na ndio maana leo hii ikitokea ukaona tangazo lolote lile la kazi, wale watu ni kwamba wana shida, wanamhitaji mtu. Sasa wewe ukienda na akili kwamba ngoja niende niombe kazi, nitakachokipata ni hicho hicho, hauwezi kuendelea. Kwa sababu ukitokea wanatangaza kwamba tunahitaji mtu wa marketing, ni kwamba wale wana shida, wanamhitaji mtu wa marketing. Kwa wewe ukienda pale unaenda kupeleka suluhisho. Mtu siku zote anaenda kupeleka suluhisho, huwa aendi kwa kuombaomba. Huwa anakuwa anaenda kupeleka suluhisho, anakwenda kupeleka value. Lakini ukumbuke kwenye zama za viwanda hapo, Mr. Dula, bado hatujapata noti. Sasa noti ilitoka wapi? Kwa hiyo wakati wanaendelea kwenye zile zama za viwanda, kilichokuja kutokea ni nini? Baadaye walipokuja kugundua dhahabu, sawa, walipokuwa wanachimba wakaja kugundua dhahabu, kilichokuja kutumika sasa, kilichokuja kikaa kinatumika kama pesa yao, wakahama kwenye ile skills and energy. Kilichokuja kutumika ikawa ni dhahabu. Dhahabu sasa ndio ikaanza kutumika kama pesa. Yaani ilikuwa ukihitaji kitu unachukua dhahabu, unampa mtu, anakupa kitu unachokihitaji. Sasa tatizo jingine likaja kwamba dhahabu kwanza ni nzito, sawa, afu dhahabu kukatika sio rahisi. Yaani mpaka uje kukata uweze kupata dhahabu inabidi utumie nguvu nyingi sana. Kwa hiyo kilichokuja kutumika ni nini? Watu wakawa wanapeleka dhahabu zao kwa sio selemala, wanawaita sonara, au kwa Kiingereza wanaita goldsmith nadhani kama sijakosea. Walipokuwa wakipeleka kule, kilichokuwa kinatokea ni nini? Kwamba ukipeleka dhahabu yako kwa sonara, alikuwa anakuandikia kinoti kwamba umeacha dhahabu ya kilo fulani labda, si ndio? Kwa hiyo sasa kama umeacha dhahabu ya kiasi fulani, kwa wewe unaondoka na kile kikaratasi. Umeona? Kwa hiyo watu wakaacha kutumia tena dhahabu kama pesa, wakawa wanatumia vile vikaratasi. Kwa sasa automatically alikuwa mtu akitaka kiwanja anakupa, bwana Dula, mimi na dhahabu yangu iko kwa sonara fulani, alinipa kikaratasi hiki hapa. Kwa mimi nikikupa kile kikaratasi, wewe ukienda kwa yule sonara anakupa ile dhahabu iliyoko kule. Kwa sasa ikaenda. Baadaye serikali ikaona no, huu mfumo unaoenda kuna watu watu watatengeneza kama watatapeliwa, watafanyaje? Serikali ndio ikaanzisha mfumo wa benki. Kwa hiyo sasa watu wakaacha kutunza dhahabu zao kwa mafundi sonara, wakazihamishia wapi? Benki. Kwa hiyo benki za kwanza zilikuwa hazitunzi pesa kama tunavyoona leo hii, ilikuwa ni dhahabu.
Kwa hiyo hata walivyokuwa wanapeleka benki walikuwa wanakuandikia promise note kwamba umeacha dhahabu ya uzito fulani ya gramu fulani. Kwa hiyo sasa hapo hamna pesa, ni bado unaandikiwa kwenye wanaandikiwa gramu, wanakuandikia kwenye vile vikaratasi kama virisiti. Sasa ikawa inaenda baadaye, sasa watu wakaacha kutumia dhahabu kama dhahabu, wakawa wanatumia vile vikaratasi. Kwa imeenda muda mrefu wanatumia vile vikaratasi. Sasa kilichokuja kutokea ni nini? Ni kwamba watu wakasahau kama wana dhahabu kwenye benki. Kilichokuwa kinaendelea kutumika ilikuwa ni zile karatasi. Kwa sasa vizazi na vizazi vikawa vinaenda, wanasahau kama kule kuna dhahabu. Ndo benki sasa na serikali wakakaa wakaona, kwa nini hili soko la dhahabu tusilitenge peke yake, alafu sasa tutengeneze noti ambazo ndo zitakuja kutumika kama pesa. Kwa mfano leo hii ukiwa na ATM card, ukiwa na checkbook, ni kwamba zinakuonyesha kwamba hii ATM card na hii checkbook inakuruhusu kwamba wewe kuja kutoa hela wapi? Benki. Kwa hata na zamani vile vikaratasi ilikuwa ni kwamba ukiwa na kile kikaratasi kwamba una access ya kwenda kuchukua dhahabu yako. Kwa sasa ilipofikia stage wakatenganisha sasa separate kwamba benki dhahabu waziweke sehemu yake, akitaka mtu kuja kununua anunue, kwa sababu kumbuke vizazi na vizazi vilienda, zile dhahabu zikasahaulika kule, watu wakasahau, wakana mtalo wanatumia hizo karatasi ndo sasa. Kwa ukija kuangalia, kumbe hizi pesa sio pesa kama pesa, ni promissory note. Ndio maana hata ukisoma kwenye pound ya Uingereza imeandikwa kabisa hapa, nitakuonyesha hapa ndugu mtazamaji uweze kuiona. Imeandikwa kabisa kwamba I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pound. Kwa kwamba kumbe wanakuonyesha kabisa kwamba hii noti ulionayo sio pesa, ni ahadi. Yani ni kikaratasi kilichobeba ahadi kwamba siku ukirudisha hii karatasi tutakupa kiasi fulani. Wadhamini wetu ni wale wale Ashi Internet Services, wanapatikana pale njia ya Panda Segerea. Ukifika pale, huduma zote za pasipoti, kama unahitaji pasipoti ya kusafiria anafanya, kama unahitaji visa ya kusafiria, online application zote, kama unahitaji kufungua kampuni, unahitaji kusajili business name, unahitaji maombi ya leseni mbalimbali, yes, unahitaji kufanya return, kila kitu bwana Ashi anafanya. Ukifika pale atakuhudumia vizuri kabisa. Lakini mdhamini wetu mwingine ni yule bwana Ash Plus Investment. Huyu anahusika na simu za jumla. Ukifika pale Gongo la Mboto msikitini pale, utajipatia simu za jumla kwa bei nzuri sana. Na uzuri wa bwana Ash, bei zake ni tofauti na ukienda Kariakoo. Kwa hiyo wakazi wote wa Chanika, Gongo la Mboto, Banana, Magereza, Ukonga, sijui Mbezi, haina haja tena ya kwenda Kariakoo. Temeke haina haja, hata Watabata hakuna haja ya kwenda Kariakoo. Yes, Gongo la Mboto hakuna haja ya kwenda Kariakoo. Ukifika pale kwa Mr. Ash ukamwambia nimetumwa na Royal Mam, kodi nimekwambia bwana Maradula, Ashirafu alisema anatoa ofa. Ukifika pale ukamwambia nimetumwa na Royal Mam, kuna discount fulani unapata. Kwa hiyo ukifika pale kwa Mr. Ash atakuhudumia kwa uzuri zaidi, na utaweza kupata simu nzuri ambazo hata sisi tunazitumia kwenye content. Na Mr. Ash ndo ametuleta hapa tunapoonekana, mazingira mazuri. Kwa hiyo jitahidi ufike pale Gongo la Mboto, tutapata mpaka juice. Mapenzi yetu sisi na Ash ni kama ITV na LifeMate Furniture. Na pia tumshukuru sana Mr. Ash kwa kuweza kutuleta hapa leo. Kwa hiyo kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndio sasa wakahama kutoka kwenye matumizi ya dhahabu, ndo tukahamia sasa kwenye noti. Kwa hiyo mpaka hapa kwenye zama za viwanda, kilichokuwa kinatumika kama pesa yao ilikuwa sasa ndo wakahamia rasmi sasa kuanza kutumia hizi noti ambazo tunatumia leo hii. Manake tulianza kwenye skills na energy. Tulianza kwenye uwindaji. Kwenye uwindaji kilichokuwa kinatumika ilikuwa ni skills na energy. Baada ya uwindaji kuisha, watu walihamia kwenye kilimo. Na ili uweze kuendana na mfumo wa uchumi wa kipindi hicho, ilikuwa inatakiwa uhamishe ujuzi wako wa kwenye uwindaji uhamishie kwenye kilimo. Kwa hiyo na ili uendelee pia mpaka leo hii. Kwa mfano leo hii ukija kuangalia matajiri tulionao kwenye kilimo ni wachache, japo wapo. Na hata hao matajiri tulionao kwenye kilimo ni kwamba walihamia pia kwenye zama za viwanda, kwa sababu leo hii mkulima mkubwa ambaye anaonekana ni mkubwa kwenye kilimo ni lazima awe anatumia
awe anatumia ni kilimo wenyewe wanasema kilimo cha kisasa, lazima hapo utakuta kuna matrekta, si kuna manini blouse manini. Yale yote ni sayansi na teknolojia ambayo ilizaliwa kwenye zama za nini, za viwanda. Lakini mpaka sasa naamini kilimo mpaka sasa tunakiishi. Hata matajiri wakubwa hata wanaotengeneza juice, yes, tunaishi huko ni kwenye kilimo, lakini tunakula ugali ambao unatokana na kilimo. Lakini ukumbuke walikubaliana kuhama kuja kwenye zama za nini, za viwanda, kwa sababu anaelima kwa kutumia, kuna mkulima leo hii Dula unamjua analima kwa kutumia jembe la mkono ambaye ni tajiri? Hayupo. Kwa sababu gani? Yule amekataa kubadilika na mfumo wa uchumi ulivyobadilika. Kwa hiyo huyu wa leo hii ambaye anaonekana ni tajiri ni kwamba amekubali kuendana na zama za sasa na nyakati za sasa. Kwa hiyo sasa ndo katika zama za viwanda ndo tukawa tumeingia rasmi sasa kwenye nini? Kwenye mfumo wa noti. Hizi noti zikaanza kutumika baada ya kuwa wameachana kutumia zile dhahabu, wakahamia kwenye noti. Kwa hiyo bado still mpaka leo hii tunasema kwamba ile noti sio pesa, bado ni promise note. Yani ni promise ni note, kwamba ukipeleka hii, ndio maana hata leo hii ukisoma sarafu yetu inasema ni fedha halali kwa malipo ya sasa. Tukija kuendelea katika sehemu ya 3 tutakuja kujua sasa kwa undani zaidi, kwa sababu ukumbuke kwenye zama za kilimo tulihama tukaja kwenye zama za viwanda. Sasa hivi pia kwenye viwanda tunaenda kwenye zama za habari na mawasiliano, si ndio? Bado na kwenyewe kuna pesa yake. Sasa tukija kwenye zama za habari na mawasiliano tutakuja kugundua kwamba pesa halisi ni nini. Yani bado ile noti sio pesa halisi inayotakiwa kwamba mtu ndo aitafute ile aweze kupata mafanikio au aweze kuona ana pesa. Bado ile sio pesa halisi, bado ile karatasi inabaki ni promissory note. Ndio maana hata kilikuwa kinatoka kama promissory note. Sasa bwana Dula, ninachotaka nikuachie leo hii ni kitu kimoja, tunamaliza. Bwana Dula, leo hii nataka nikuachie kitu kimoja wakati tunaenda kumaliza, cha muhimu sana. Tukirudi nyuma kidogo, wakati wa zama za uwindaji, kilichokuwa kinatumika kama pesa yao ilikuwa ni skills na energy. Zama za kilimo, kilichokuwa kinatumika kama pesa yao ni skills na energy. Trade by barter, kilichokuwa kinatumika kama pesa yao ni kile kitu ulichonacho kuweza kubadilishana uweze kupata unachokihitaji, ndio kinatumika kama pesa yao. Katika zama za viwanda waliweza kugundua kitu kingine ambacho kilikuwa kinapatikana chini sana, ambacho ni nini? Ni dhahabu. Leo hii ukitaka kumfikia mbwa, bwana Dula, ukitaka kulima mahindi, shimo utakalolichimba ni tofauti na shimo utakalolichimba wakati unamfikia mbwa. Ni tofauti pia na shimo utakalolichimba wakati unamfikia binadamu. Kwa hiyo unakuja kutambua kwamba kadiri kitu kinapokuwa na umuhimu ndio unavoenda deep zaidi. Ili uweze kupata maji itakubidi uende chini sana. Ili uweze kupata madini pia itakubidi uweze kwenda chini sana. Kwenye maisha pia ni hivyo hivyo. Ili uweze kuwa mtu wa muhimu sana, inatakiwa ufikiri kwa kiwango kikubwa sana. Inatakiwa usome vitabu kwa kiwango kikubwa sana. Inatakiwa ufanye vile vitu vyote vinavyohitajika ili ufanikiwe kwa kiwango kikubwa sana. Na ndiyo maana ili uweze kupata kitu chenye thamani, inatakiwa uende kwa kiwango cha chini sana. Tatizo letu sisi siku hizi we are too shallow. Yani tunataka mafanikio ya haraka. Hatutaki kutumia nguvu yoyote ile kwenye kufikiri ili tuweze kupata vitu ambavyo ni vya muhimu sana. Kwa hiyo kama unahitaji kuwa mtu wa muhimu, kama unahitaji kuwa mtu wa maana, inakutakiwa ufanye. Ndio maana hata ukisoma kwenye Bible, kwenye ile historia ya Yesu wa akina Petro wakati wanaenda kuvua, walisema tumezunguka usiku kucha lakini hatujapata kitu. Kwa kumbe unaweza ukazunguka usiku kucha lakini usipate kitu. Lakini walichokuwa wao walijiona wamemaliza, lakini Yesu aliwaambia toka mpaka kilindini. Kwa hiyo ukienda deep zaidi kuna kitu utakipata. Ukienda mpaka kilindini kuna samaki utawapata. Mimi bwana Dula, kwa leo naomba tuishie hapo. Sehemu ya 3 tutakwenda kuelezea sasa pesa pesa ni nini? Sababu mpaka hapa tulipo bado hatujapata tafsiri ya pesa ni nini. Bado tuna promissory note, zile sarafu tuna promissory note. Kwa hiyo sehemu ya 3 tutakwenda kuelezea kwa kinaga ubaga kwamba pesa ni nini katika zama hizi za habari na mawasiliano. Na hapo bado tunahama pia, kuna zama za AI.
Kwa hiyo bado tunaenda, bado safari ni ndefu, usichoke kutazama. Kwa majina naitwa Dennis Royemam, ni mshauri wa wafanyabiashara lakini pia ni mwalimu wa masuala ya fedha. Niko na Mr. Dula. Mr. Dula. Asante.